Ni ziara ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Singida Martha Moses Mlata iliyoleta faraja na manufaa makubwa kwenye jamii ya mkoa wa Singida, iliyoanza wilayani Manyoni, Ikungi, Iramba, Mkalama, Singida DC na leo anahitimisha katika Singida Manispaa. Amezungumzia mambo mbalimbali, ilikuwa ziara iliyozungumza kwa maslahi mapana ya jamii. Amezungumzia namna ambavyo vijana kama nguvu kazi ya taifa inavyopaswa kushiriki kupambana na kuziwia rushwa. Lakini kuna mambo mengine madogo madogo ambayo huwa yanaumiza, yanapoponya haki za watu. Tusioneane sisi wenyewe kwa wenyewe huko, lakini na vyombo vyetu visituonee, nikiwa na maana watendaji wetu wa vijiji, watendaji wetu wa kata, kama ni nani, yani wao na sisi kama tunapofanya kazi pamoja tuendelee. Swala la rushwa hiyo inanyang'anya haki ya mtu, si ndio jamani? Kwa hiyo mimi ninaomba katika mkoa wetu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaamini kwenye wilaya yako jambo la rushwa halipo. Ninaomba liendelee kutokuwepo ili kila mtu aweze kupata haki yake, hasa huko kwenye mashamba na viwanja huko ndio kwenye matatizo makubwa ya rushwa. Ninaomba rushwa isitumike kugawa au kutoa haki ya mtu mwingine kwa mtu mwingine. CCM oyee! Ninaomba tutumike sawasawa na katiba yetu inaposema, lakini na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa majina anaitwa Maiba Loitare, ni rais wa serikali ya wanafunzi TIASO TIA Singida. Niko hapa nimejifunza mengi kwenye ziara hii ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Singida. Kama kijana nimepokea elimu ya kuepuka kutoa rushwa, kwani rushwa ni adui wa haki. Rushwa kwa kijana sio uzalendo. Kijana mzalendo hatoi rushwa wala apokee rushwa. Sambamba na hilo, nimepokea elimu ya kuwasihi vijana kutoshiriki kwenye madawa ya kulevya, kwani madawa ya kulevya yanasababisha kijana kushindwa kufikia malengo yake na kushindwa kufikia maono yake vile ambavyo amejipanga katika maisha. Sambamba na hilo, vijana wenzangu, ni wasihi elimu hii tuitumie vema kama walivyotuelekeza viongozi wetu, na kwa kupitia elimu hii vijana wengi mkatumie fursa hizi za elimu kwa ajili ya kujitafuta na kupambana kwa maslahi ya maisha mapana ya nchi yetu, lakini pia tuisimame kuilinda haki, uzalendo na tumaini na taifa letu kwa ujumla. Asante. Kuzungumzia madhara ya rushwa. Rushwa ni adui wa haki, na pia kwa vijana na washauri wasikubali rushwa wala kupokea rushwa, kwa sababu ni adui ya haki ambaye anasababisha ugomvi kwa watu. Na madawa ya kulevya yanapoteza nguvu kazi kwa vijana na yanasababisha vijana kutokuwa na maisha yanayoeleweka anapokuwa akitumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo nawashauri vijana wasitumie madawa ya kulevya na waache kabisa. Hata kama akiona kijana mwingine anatumia, amshauri na ampatie njia za kumsaidia kuacha kutumia madawa ya kulevya. Tumepata elimu kuhusiana na swala zima la matumizi ya madawa ya kulevya kwa vijana. Madawa ya kulevya kwa vijana yamekuwa na madhara makubwa sana. Moja kati ya madhara ya madawa ya kulevya tumeona ni kupoteza familia pamoja na kutokuwa na mielekeo sisi kama vijana. Kwa hiyo madawa ya kulevya yamekuwa ni changamoto kubwa sana. Hivyo basi ni vyema sana kwetu sisi vijana kama tutazipokea hizi elimu tunazopatiwa kuhusiana na masuala mazima ya madawa ya kulevya na tukaachana kabisa na masuala mazima ya madawa ya kulevya na tukaishi katika misingi na misimamo ambayo inaweza kutujengea maendeleo yetu binafsi. Wamepokea elimu bora na siasa bora iliyotolewa na mwenyekiti wakati akizungumzia namna ambavyo watu wanavyopaswa kushiriki kwenye fursa mbalimbali zinazojitokeza kwenye miradi iliyoletwa na awamu ya 6. Alipokuja mama wakati amekuja kuomba kura, alizungumzia SGR itakuja mpaka ile Mnyapaa, ile treni ya Mnyapaa itakuwa yenyewe, itakuwa ni ile mchongoko ule mchomoko. Ukipanda dakika 2 tumeshafika Dar es Salaam. Sasa treni ile inakuja, ina maana kuna maendeleo mengi, miradi mingi ya maendeleo inaletwa hapa. Ninachowaomba
mnaporudi kule ni kuwaelimisha vijana wetu waweze kutumia fursa zinazokuja na haya maendeleo makubwa yanayoletwa kwenye mkoa wetu. Kwa mfano, juzi hapa ilikuja tu Mei Mosi. Mei Mosi ilipokuja, nafikiri hata huko watu waliomba kuja kulala. Nasema uongo? Haikukosekana kwa kulala. Kwa hiyo ina maana ni lazima tuchangamkie fursa za maendeleo makubwa yanayoletwa hapa. Wawekezaji wengi wanakuja kwenye mkoa wetu, wataletwa na hiyo SGR. Sisi wenyewe watukute tuko tayari. Kutoka Singida, Abdul Ramadhani, Bandola Media.